ambao hatari naiona. Serikali inaweza ikafanya hivyo kwa Katoliki, serikali inaweza ikafanya hivyo kwa Anglican, serikali inaweza ikafanya hivyo kwa KKT, serikali inaweza ikafunga misikiti yote nchi nzima. Bana, mambo yameendelea kuwaka moto, hasa kufuatia lile sakata la Askofu Gwajima kuweza kuzungumza na vyombo vya habari kuhusiana na swala zima la watekaji. Limeweza kuibua hisia za watu tofauti tofauti pia, lakini tumeona pia kwenye chama chake baadhi ya wanasiasa ambao wako kwenye Chama cha Mapinduzi cha CCM wameweza kumuibukia Askofu Gwajima na kuweza kumkashifu kwa kile ambacho alikizungumza. Lakini pia tukaona na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, chama cha CCM, naye aliweza kutoa ya kwake ya moyoni kuhusiana na Askofu Gwajima. Sasa tukio hilo limeweza kuibua hisia za watu tofauti, watu mbalimbali, baada ya kusikia kufungwa kwa kanisa hilo, ikiwemo Godbless Lema. Huyu ni mjumbe wa kamati kuu Chadema. Ameweza kuzungumza hisia zake kuhusiana na kufungiwa kwa kanisa la Ufufuo na Uzima. Hebu twende tumsikie alichokizungumza Godbless Lema. Sasa huyu ni mchungaji, ni mtumishi wa Mungu. Amefika mahali amekerwa na haya mambo ya utekaji, mambo ya udhalimu, mambo ya watu kutekwa, kuuawa. Ni trend ya kawaida, kabisa. Unaamka, mimi naweza nikaamka asubuhi nikaambiwa wewe uonekane, nikaanza kukutafuta alafu ikawa upatikane. Kuna kijana wetu anaitwa Kaswahili, mimi nimekuwa naye kwenye mkutano kama wa mwisho. Kaswahili hapatikani. Huyu alikuwa anaratibu mijadala ya Clubhouse inayofanyika hapa nchini, na hata mikutano ya Azhar ilikuwa ikifanyika. Kaswahili alikuwa anakuja kwenye mikutano yetu, ina rekodi na kwenda kwenye Clubhouse moja kwa moja. Kaswahili hapatikani. Sasa hakuna maisha, hakuna kitu chenye thamani duniani kama maisha ya binadamu. Sasa huyu ni askofu, anasema watu wametekwa. Swala msingi, hao watu hawapo. Ni kweli watu wametekwa, watu wameuawa, watu wanapotea, na anasema vyombo vya ulinzi na usalama viko, kwa sababu kama kuna watu ambao wanatoka nje wanakuja kuua watu ndani ya nchi ama kuteka watu ndani ya nchi, maana yake lazima kutakuwa na concern. Na ndio Gwajima anasema maana yake hiyo concern itakuwa ni kwamba, je, hawa watu wakija kukamata watoto wetu itakuwaje? Sasa inawezekanaje askofu kwanza anayehubiri habari ya usafi, habari ya utakatifu na habari ya uhai wa binadamu, inakuwaje huyu askofu anakuwa amefanya kosa la kisiasa? Yani kwamba kwa mfano ukiniuliza mimi, Gwajima hakupaswa kuwa viral kwa kukemea mauaji ndani ya kanisa lake. Hakupaswa kuwa viral. Gwajima hakupaswa, clip yako ikipaswa kuwa viral kwa sababu ndo kazi na wajibu wa kiongozi wa kidini kusema matendo mema ndani ya madhabahu yake na kukemea. Sasa Biblia, kwa mfano yeye ni Mkristo, mimi ni Mkristo, Biblia imeelekeza kuonya, kukemea, kurekebisha na kufundisha. Mwalimu na mitume wamepewa mamlaka ya kuonya, kwamba ukiona mambo yanaharibika, onya, kemea, rekebisha, nasema. Na ukikaa kimya utaulizwa kwa nini ulikaa kimya wakati mambo mabaya yanatokea. Sasa huyu ni mtumishi wa Mungu, anakemea mauaji na katika amri 10 za Mungu neno usiue, anakemea watu kuuawa. Kwanza kinachoniogopesha mimi sio hata barua, kinachoniogopesha ni mimi, ni wananchi, umma unavyoshangaa mchungaji kukemea mauaji. Gwajima anavyokuwa maarufu kwa kukemea mauaji, actually ndicho kinachoniogopesha. Kwamba tumefika kwenye taifa ambalo kiongozi wa kidini akiongea wema inakuwa ni jambo la kwenda viral. Unajua maana yake nini? Maana yake wema uongewi na wema utekelezwi katika ulimwengu huu sasa. Ndio ile siku hizi unaweza ukaenda mahali mtu anakukaribisha, bwana karibu bwana, unakunywa pombe? Mimi sinywi pombe. Wanataka kukupa girlfriend? Mr. girlfriend. Unasikia huyu jamaa anaishi wapi huyu? Unaonekana kama wewe kutokuwa katika msingi wa maisha yale. Huyu jamaa anaishi wapi? Mbona mshamba huyu? Huyu jamaa ni pombe, huyu jamaa achukui demu huyu jamaa gani huyu jamaa? Umeona? Sasa ndicho unachokiona sasa kimeenda mpaka kwenye taasisi, kimeenda nchi nzima. Kwamba watu wanashangaa matendo mema.
Yani kwamba mchungaji, yani mchungaji anakuwaje mashuhuri ama askofu anakuwaje maarufu kwa kukemea dhambi kanisani, na wakati ni wajibu wake kukemea dhambi, kukemea na kuonya na kufundisha. Yani askofu anasema usiue, inakuwaje ni issue? Yani askofu ametaja misingi ya kitabu ambacho anakiamini, inakuwaje ni issue? Mimi wasiwasi unaonikumba sio barua ya polisi, wasiwasi unaonikumba ni kuwa na umma ambao na kuwa na serikali ambayo inaogopa kwamba wema ukiongewa, ule wema unakuwa ni adhabu kwao, kwamba mchungaji, askofu, nabii amesema kwamba msiue, msiumize, msiteke, msikandamize, fanyeni maisha ya watu kwa salama, lindeni watu. Alafu huyu mtu over suddenly social media zote nchi nzima, magazeti yote nchi nzima yanasema Gwajima amejilipua. Sasa mtumishi wa Mungu anapohubiri neno la Mungu anajilipuaje? Mtumishi wa Mungu anapohubiri neno la Mungu ajilipui, anahubiri neno la Mungu, na hapaswi kuwa msingi wa majadiliano, kwa sababu amesema wajibu na kazi yake. Sasa hichi kimeniogopesha zaidi. Maana yake ni kwamba dhambi na ukiukwaji wa masuala ya haki za binadamu ya kawaida imekuwa tu fundamentally kiasi cha kwamba mpaka watu wanaanza kuona aibu kutenda matendo mema. Sasa nilipoona ile barua niliconfirm baadaye usiku, niliamka nikaona, na sikuweza kulala tena, to be honest, sikuweza kulala tena. Nikaona Gwajima anasema tumevamiwa, nikaona zile purukushani sio za mabomu ya machozi, baadaye nikaona statement ya Muliro kwamba wamefunga kanisa. Sasa swali la msingi linakuja ni kwamba ambao hatari naiona ni kwamba serikali inaweza ikafanya hivyo kwa Katoliki, kwa kanisa la Katoliki. Serikali inaweza ikafanya hivyo kwa Anglican. Serikali inaweza ikafanya hivyo kwa KKT. Yani serikali inaweza ikafanya hivyo kwa BAKWATA, yani kwamba shehe mmoja wa BAKWATA tuseme amekosea, serikali inaweza ikafunga misikiti yote nchi nzima. Serikali haiwezi kufunga misikiti nchi nzima. Serikali haiwezi kufunga Roman Catholic. Yani maneno anaosema Gwajima na maneno anaosema maaskofu wengine ya kukemea mauaji, ya kukemea ukatili yana tofauti gani? Ila Gwajima amesema kwa sauti kubwa, a punching voice. Wamesema wameleta siasa kanisani. Nani kakwambia kanisa sio mahali pa kuongea ukweli? Kwani nani anatem sasa hiki kinatakiwa kuongea kanisani, hiki kisiongee kanisani? Yani nani anapangia watu cha kuongea kanisani? Yani wewe, yani mimi napokwenda kanisani, kila mtu anapokwenda kanisani, tena kwa mujibu kwa imani ya Kikristo, anaongozwa na Roho Mtakatifu nini cha kusema katika mahubiri. Ndio sababu maombi yanakuwa, Bwana naomba uniongoze, unipe neno kwa ajili ya watu wako waliokuja hapa. Sasa huyo mtoa neno ni Makala? Huyo mtoa neno ni nani? Huyo mtoa neno ni msemaji wa Ikulu? Huyo mtoa neno ni nani? Sasa wanavyosema ameleta siasa ipi? Gwajima amekemea mauaji, amekemea utekwaji, hilo ni neno la Mungu. Huo ni utumishi wa Mungu. Gwajima hajaomba bangi ipunguzwe bei ama iruhusiwe kuuzwa. Hajaomba madawa kulevya. Gwajima hajaomba watoto wa kike na wa kiume watembee uchi ili wafanye ukahaba. Amekemea mauaji, amekemea utekwaji, amekemea uzalimu, anakemea vikundi ambavyo havionekani, na anasema polisi wawajibike. Na mimi nasema polisi wawajibike. Kama watu wanatekwa, wanauawa, alafu wahalifu washikwe, hili jambo linatoka wapi? Na polisi wanapaswa kuogopa. Actually Gwajima amehubiri Injili. Na kumbuka Kristo alivyokuja, na Wakristo wanatakiwa wajue hii. Kristo alivyokuja hakuja tu kukemea mapepo. Kristo alikuja kugombana utawala, na aliyempeleka Yesu msalabani alikuwa ni Herode. Herode alikuwa ni mtawala. Kristo hakushikwa na majini ama na mashetani. Kristo alikuja kupigana na watawala, na ndio maana alisema sikuja kutengua Torati, lakini nimekuja kuitimiliza Torati. Torati maana yake kulikuwa kuna sheria zinazoendesha ulimwengu ambazo zilikuwa fulfill maisha ya binadamu. Sasa kwa mujibu wa neno la Mungu, kwa mujibu wa neno la Mungu, ndio kwa Kristo anasema kwa maana Mungu jinsi yake upenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Sasa Kristo sasa, ambao sisi wa Kristo tunaamini, akavaa mwili, akaja kuapply new rules katika ulimwengu ambao ulikuwa na sheria. Na ndio maana Mafarisayo, Masadukayo na wanasheria ndio walikuwa wanagombana na Kristo.
sababu alikuja ku apply new norms, utaratibu mpya kabisa ambao Torati ilikuwa inaushangaa. Kwa mfano, wakati wa Torati ilikuwa ikifika Jumamosi, ukisoma Biblia, siwezi kwenda kutoka, Torati ilikuwa na masharti. Torati ilikuwa inasema mtu akikutwa na anazini apigwe mawe mpaka kufa. That was a law. Ilikuwa ni sheria. Kristo alipokuja akasema, sikilizeni nyie, alitoa kesi moja mama mmoja kwenye Biblia, akasema yoyote ambaye anafikiri msafi kuliko mama, basi awe kwanza kumpiga, wale watu watotanyika. Alikuwa anakwenda against the laws. Kwa mtumishi wa Mungu, kazi ya utumishi wa Mungu sio kuimba tu mapambio, ni pamoja na kuiguide serikali na kuirekebisha serikali. Ndio maana enzi za Torati wafalme walikuwa wanakwenda kwa makuhani na manabii kuchukua hekima. Ukisoma Biblia, kama ni msomaji wa Biblia utaona. Lakini sasa hivi imekuwa tofauti, ni wafalme ni makuhani wa Injili wanakuwa machawa na wapambe wa watawala.